Kwa jina la Allah mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Rehma na amani zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, familia yake na maswahaba wake. Ndugu yangu mpendwa, leo tunaingia katika mada nzito sana, mada inayogusa mwisho wa zama, alama kubwa za kiyama na ahadi ya Allah isiyobadilika. Moja ya masuala makubwa kabisa katika akida ya Kiislamu ni kurejea kwa Nabii Isa alayhi salam duniani kabla ya siku ya kiyama. Wengi wamesikia habari hizi, lakini wachache wanaelewa kwa nini hasa Nabii Isa atarudi. Leo, kwa idhini ya Allah, tutajifunza sababu 4 kuu zitakazomfanya Nabii Isa alayhi salam ashuke tena duniani. Tafadhali sikiliza kwa makini, kwa sababu hii si hadithi ya kawaida, bali ni onyo kwa kila nafsi. Sababu ya kwanza, na kubwa kuliko zote, ni kumuua Al-Masihu ad-Dajjal. Dajjal ndiye fitna kubwa zaidi kuwahi kutokea tangu kuumbwa kwa Nabii Adam alayhi salam. Mtume Muhammad alisema, hakuna fitna kubwa zaidi duniani kuliko fitna ya Dajjal. Dajjal atakuja akiwa na mambo yatakayochanganya akili za watu. Atafanya ionekane kama ana pepo na moto. Atafanya mvua inyeshe. Atafufua maiti kwa macho ya watu. Na wengi watamfuata wakidhani ni Mungu. Lakini kuna jambo moja muhimu sana, hakuna atakayemuua Dajjal isipokuwa Nabii Isa alayhi salam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, Isa bin Maryam atamfuata Dajjal hadi kwenye lango la Lud, kisha atamuua. Hii inaonyesha wazi kuwa kurejea kwa Nabii Isa si jambo la kawaida, bali ni mpango wa moja kwa moja wa Allah wa kuondoa fitna kubwa kabisa duniani. Sababu ya pili ni kurekebisha upotofu mkubwa uliofanywa kwa jina lake. Nabii Isa alayhi salam hakuwahi kudai kuwa ni Mungu wala mwana wa Mungu. Lakini baada ya kuinuliwa kwake, watu walimpandisha daraja ambalo Allah hakumpa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, ataivunja misalaba, ataua nguruwe na ataondoa jizya. Kuvunja msalaba maana yake ni kubatilisha imani ya uongo na kuthibitisha kuwa hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Allah peke yake. Nabii Isa atarudi si kama nabii mpya, bali kama mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akitekeleza sharia ya Uislamu. Hii itakuwa pigo kubwa kwa itikadi potofu na ushahidi wa wazi kuwa Uislamu ndio dini ya haki. Sababu ya tatu ni kuanzisha enzi ya haki, amani na uadilifu wa kweli. Baada ya kuangamizwa kwa Dajjal, dunia itabadilika. Dhulma itatoweka. Uonevu utaisha. Chuki zitapotea. Watu wataishi kwa haki. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema kuwa katika kipindi hicho, mbwa mwitu na kondoo watakaa pamoja. Chuki mioyoni itaondolewa. Utajiri utazidi hadi hakuna wa kupewa sadaka. Hii inaonyesha kuwa kurejea kwa Nabii Isa ni sehemu ya huruma ya Allah kwa wanadamu kabla ya dunia haijafikia mwisho wake. Lakini kumbuka ndugu yangu, amani hiyo itakuja baada ya mitihani mikubwa sana. Sababu ya 4 ni kuthibitisha kuwa ahadi ya Allah ni ya kweli. Wayahudi walidai walimuua Nabii Isa. Lakini Allah anasema wazi katika Qur'an, hawakumuua wala hawakumsulubisha, bali walifananishiwa. Allah alimuinua Nabii Isa akiwa hai, na kurejea kwake kutakuwa ushahidi wa mwisho kuwa Allah ni mkweli na maneno yake hayatiliwi shaka. Na baada ya Nabii Isa kukaa duniani kwa muda, ataishi kama binadamu wa kawaida, kisha atakufa na ataswaliwa kama Waislamu wengine. Ndugu yangu mpendwa, kurejea kwa Nabii Isa alayhi salam si hadithi ya kutufurahisha, bali ni kengele ya tahadhari. Swali ni moja tu, je, tutakuwa miongoni mwa waliomwamini Dajjal au miongoni mwa waliokuwa tayari kwa haki? Leo, kabla ya alama hizi kubwa hazijatimia, bado milango ya toba iko wazi. Bado tuna nafasi ya kurekebisha imani zetu. Bado tuna nafasi ya kurudi kwa Allah. Allah atujalie tuwe miongoni mwa waliopata haki kabla haijachelewa. Amin. Asante kwa kutazama Soul Reflection.
Endelea nasi kwa hekima zaidi, mawaidha na malezi ya kiroho.